ndugu zangu, kwa jina naitwa Dr. Mama Kavumo, ni mama wa tiba za asili, ni mama wa kushirikiana na viumbe mbalimbali. Siku ya leo niko hapa katika asili ya mizimu. Tunapozungumzia mizimu, tunapozungumzia majini, tambueni katika utofauti wa mizimu pamoja na majini. Sasa leo tunazungumzia mizimu. Mizimu ni nini? Au mizimu ni kitu gani? Au mizimu ni vitu vya namna gani? Sasa siku ya leo nataka niwape elimu inayohusu mizimu. Siku ya leo nataka niwape elimu inayohusu mizimu. Mizimu ni nini? Mizimu ni nafsi. Mizimu tunasema ni nafsi, lakini nafsi inatembea katika imani. Mizimu ni nini? Mizimu ni nafsi, lakini nafsi ile inatembea katika imani. Na mizimu ni wakina nani? Tunapozungumzia mizimu katika koo, katika familia au katika uzao, kuna kiongozi. Mathalani katika ukoo wenu au katika sehemu yako ulikozaliwa kulikuwa kuna mzee au kunakuwa kuna wazee wa mila, au tunasema kunakuwa kuna wazee wa jadi, kunakuwa kuna waganga wale wakubwa. Yaani katika ukoo wenu kuna mganga ambaye anaendesha kijiji, ambaye watu wanamfuata. Panapotokea wakati mvua imekataa, basi mzee yule anaomba mvua inanyesha. Au wakati kunatokea matatizo au kuna ugonjwa umeingia katika kijiji, basi moja kwa moja anaitwa yule mzee, anakuja kufanya mila, au anaenda katika miti mikubwa kama hivi, anakwenda kufanya maombi. Kwa hiyo yule mzee anapokufa au wakati wake wa kuishi, tunasema unakuwa umeisha, kwa sababu kila binadamu kuna wakati wake ambao amepangiwa na Mwenyezi Mungu wa kuishi. Sasa mtu yule anapokufa anakuwa ameondoka, lakini nafsi yake tunasema inakuwa inaishi. Tunaomba tuelewane katika nafsi. Nafsi yake inaishi kwa sababu yule mzee alipoondoka, kabla hajaondoka aliacha uzao katika dunia au katika koo ambao yeye alikuwepo. Anapoacha uzao, ina maana moja kwa moja katika wale watoto wake kuna damu yake ambayo tayari inatembea katika mifupa ya wale aliowaacha. Kwa hiyo tunapozungumzia mzimu, yule mzee alikuwa ni mtu mkubwa. Mathalan alikuwa ni chifu, au alikuwa ni rais, au alikuwa ni mganga mkubwa, au alikuwa ni shehe mkubwa ambaye alikuwa anaaminiwa na alikuwa ni mteule. Akiomba, basi moja kwa moja jambo lile linafanyiwa wepesi. Kama kulikuwa kuna njaa, kijiji hicho mlitawaliwa na njaa kwa muda mrefu, basi anapokwenda kuomba, basi moja kwa moja mvua zinanyesha, njaa inaondoka. Lakini pia kama kulikuwa kuna ugonjwa, basi moja kwa moja yule mzee anapofanya maombi na kufanya matambiko, basi moja kwa moja yale matatizo yanaondoka. Lakini pia kama kulikuwa kuna laana, tambueni kuna laana katika koo au katika kijiji, kwamba kijiji kile walifanya mila 1 2 3 au walikiuka mila 1 2 3 wakalaaniwa, basi yule mzee kuna mambo alifanya ya kimila kufuta ile laana na mkabaki salama. Kwa hiyo tunapozungumzia mizimu, sasa yule mtu ambaye alikuwa ameteuliwa, alikuwa ni chifu, alikuwa ni mganga mkuu, alikuwa ni madi, ndio amekufa, ameondoka, lakini amekufa kimwili, lakini tunasema nafsi yake ipo, na ndio maana tunaita mizimu. Mizimu ni wale mababu ambao walikuwa ni viongozi katika karne zilizopita. Kwa hiyo moja kwa moja hao ndio tunaita mizimu, lakini ni nafsi ambazo zinakuwa zinaishi, lakini pia ni nafsi ambazo zinatoka sehemu zilizopo, zinakuja kukupa muongozo. Na ukiona mzimu unakufata kwa sababu kuna kitu ambacho bado kinakosekana, au kuna kitu ambacho kinaharibika, au kuna tatizo linakuja kutokea, sasa ile nafsi inakuja kusaidia, au inakuja kumkupa wewe muongozo, au inakuja kutoa katika uzao wake muongozo. Na ndio maana mmoja katika kwa hiyo atasema, nimetokewa na mzimu, nimetokewa na babu ameongoza, amenielekeza jambo 1 2 3. Ndio maana tunaita mzimu. Na mtambue mzimu tofauti na majini. Mzimu ni tofauti na majini. Jini ni kiumbe mwingine, na mzimu tunaita ni nafsi ambayo ni mababu ambao wametoweka. Na mara nyingi wazee wale wakiombwa kwa imani, wakitambikiwa, moja kwa moja unakuta mambo yanafunguka, na vile vile mambo yanakwenda vizuri.
Sasa mzimu, nilikuwa nataka niwape elimu. Watu wengi wanasema mama, naomba nijue kati ya mzimu pamoja na majini. Nataka nijue tofauti ya viumbe hawa ni nini. Mizimu ni wale wazee wetu wa zamani ambao tulikuwa tunawaenzi kwa kufanya matambiko, na wao walikuwa wanafanya matambiko, na mara nyingi walikuwa wanatembelea katika miti mikubwa, wanafanya matambiko, tunaomba. Na mara nyingi kama ni mtu ambaye unaishi katika imani ya mababu, basi moja kwa moja unapokwenda katika miti mikubwa kama hivi, unakwenda kuomba, basi moja kwa moja utajikuta ni mtu mwenye kufanikiwa sana, lakini pia utajikuta ni mtu mwenye kufunguliwa sana, kwa sababu wale mababu unapowakaribisha na kuwaweka karibu, ndio mizimu ya asili na ndio mababu zako. Huenda alikuwa babu yako ni chifu, au alikuwa ni madi, au alikuwa ni mganga katika eneo fulani, katika koo, basi moja kwa moja unaenzi na kumkaribisha ili kuendelea kupata urithi wa kile alichokuwa anakifanya. Kwa hiyo karibuni sana katika channel yetu ya Dr. Mama Kavumo. Naombeni msiache kusubscribe, kulike pamoja na kucomment. Tutaendelea kujifunza vitu vingi katika channel yetu ya Dr. Mama Kavumo. Karibuni, asanteni sana.